Wekewa Media, maarifa kwa maisha bora. Na kutekeleza maagizo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya aliyotuletea ambayo ni maarufu, wa idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ati fas'au ila dhikri llahi wa dharul bay'. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akituonyesha namna gani sisi tunatakiwa kumwabudu na namna gani tunatakiwa sisi kutekeleza yale ambayo kwamba ni majukumu yetu, kama alivyosema katika aya nyingine, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kwamba sikuwaomba nyie majini na wanadamu isipokuwa kwa lengo moja tu la kuniabudu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuwekea faradhi hii ya sunna au ambayo kwamba ni miongoni mwa nyendo zake ya kukusanyikana katika siku ya Ijumaa, na tukawa tunaamrishana mazuri katika kuyatekeleza na kuambizana yale maovu namna gani tutayaepuka. Sasa leo nieleze tu namna gani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha ya kwamba heshima ya siku ya Ijumaa na wakati kama huu ni wakati aina gani, namna gani mu'min atakiwa kuheshimu muda kama huu, muda ambao kwamba ni wa khutbatul Jumua, khutba ya Ijumaa, muda ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshatuambia katika aya, wa idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ati fas'au ila dhikrillah ya ayuha alladhina amanu. Tizama hapa Mwenyezi Mungu anapotaka kuzungumza na waumini huwaita wenyewe ya ayuha alladhina amanu. Anapotaka kuzungumza na jamii yote ya kibinadamu huwaita ya ayuha nnas, enyi watu. Kwa hiyo inapokuja ya ayuha alladhina amanu, maana yake hii ni nidaa ambayo kwamba ya kipekee. Washata ta nidaa hii inakuwa ni maalumu kwa watu maalumu ambao kwamba ni sisi tunaojinasibisha na Uislamu, ni sisi tunaojinasibisha kwamba sisi ni wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasemaje? ya ayuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'a, enyi waumini mtaposikia mwenye kunadi ananadi kukulinganieni siku ya Ijumaa, kwa maana muda kama huu, kwa maana sala ya Ijumaa tayari. Basi anasemaje? fas'au ila dhikri llahi, kimbilieni katika utaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dhikri llahi, utaji wa Mwenyezi Mungu ni hizi ibada zake. Utaji wa Mwenyezi Mungu ni kuja kuswali. Utaji wa Mwenyezi Mungu ni haya tunayoambizana hapa, mawili matatu katika kufikia malengo, kutimiza ile wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Halafu Mwenyezi Mungu akaongeza jambo hapa alivyosema kwamba watu wakimbilie utaji wangu, watu wakimbilie kile wanachoitiwa. Kuna neno hapa akaliweka, asema wadharul bay'a,
na muache kuuziana, yani muache biashara kwa ujumla. Mnunuzi na muuzaji tunatakiwa tusimamishe masala ya biashara iwapo tayari tumeshasikia nidaa ya kuitwa kulinganiwa kwenda kuswali. Sasa tujiulize waumini, ni wangapi ambao kwamba tunasikiliza haya ambayo kwamba yamezungumzwa? Nenda Kariakoo sasa hivi, nenda katika mikusanyiko ya biashara mbalimbali, sehemu za biashara. Je, ni kweli watu wameacha kuuza muda huu? Utakuta hapana. Asilimia kubwa ya waumini wapo madukani, wengine bado wanaendelea kuuziana bila ya kuzingatia kwamba hii ni sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema wadharul bay', maana yake muache kuuza. Na al-bay' yastamilu ala al-bay' wa shira. Bay' maana yake ni majumuisho ya nunua na kuuza, kwa sababu huwezi kuuza bila mtu kununua. Utamuuzia nani? Mwenyezi Mungu aliposema wadharul bay', muache kuuza, maana yake mnunuzi pia aache kufanyaje? Kununua. Na ndio ikaja katika sheria, ukisoma katika vitabu vya fiqh, maelezo yanasema kwamba khatibu akishapanda mimbar ni haramu mtu kuuza au kununua, na hiyo anaita kitaalamu hurmatun li'arid, ni haramu ambayo kwamba imejipandikiza, si haramu ya asili ya kile kitu. Unaweza kuwa unanunua sukari, si haramu kununua mtu. Nanunua mchele, nanunua unga, nanunua tofali, nanunua saa, nanunua kanzu. Yule anayeuza ni halali kuuza na mwenye kununua ni halali kununua, ila wakati ambao kwamba unafanya hicho kitendo sio ni wakati tuliokatazwa watu kuuziana na kununua. Mfano wake ni kama vile mtu aliyokuwa katika mavazi ya umra au mavazi ya haji, yupo katika haji, anafanya matendo na amali za haji, kisha amemwona binti, anasema nataka kumposa. Ni haramu, kwa sababu upo katika nini? Katika matendo ya haji. Pale ni ibada tu. Maana anasema ni haramu mtu kumwingilia mkewe na nikaha na hadi kuposa, hairuhusiwi iwapo mtu yupo katika nini? A'malul haji au a'malul umra. Ukiwa umeharimia, manake umeshaharamisha yote kabla ya hapo. Mfano mwingine kama vile ndani ya sala, unapokuwa nje ya sala unaruhusiwa kuzungumza, unaruhusiwa kucheka, unaruhusiwa kula na kadhalika, lakini ukiwa ndani ya sala yote hayo unaharamishiwa. Huruhusiwi kusema, huruhusiwi kula. Hata kama una punje ya mchele, lau utaimeza ukiwa ndani ya sala, maana yake sala yako imebatilika. Kwa hiyo kuna vitu vinakuwa alhurma bidhatihi, ni haramu kwa kile kitu kukinunua, kama vile pombe, nguruwe, kitu kilichoibwa. Huwezi kununua kilichoibwa, ni haramu. Na mfano wa hivyo vitu kwamba ni haramu, lakini kuna wakati kile ambacho kama ni cha halali kinaingia uharamu ndani yake kwa sababu. Kwa hiyo wakati kama huu ambao kwamba khatibu yupo kwenye mimbar, hutuba zinaendelea, hairuhusiwi Muislamu akawa anaendelea kufanya biashara. Iwe ni biashara yoyote, kila kitu kinachoingia chini ya neno biashara kwa muda huu hairuhusiwi. Maanake inaingia vile vile barabara, haziruhusiwi kwa wakati huu. Kupanda bodaboda hairuhusiwi kwa wakati huu. Kufanya chochote ambacho kwamba ni cha malipo kwa wakati huu ni haramu. Maanake unatakiwa pale Ijumaa ilipokukuta, basi uingie katika kusali na kutekeleza ibada yako. Lakini je, ni wangapi katika waumini wanaofahamu haya
na kuyatendea kazi katika maisha yao. Ni wangapi katika waumini wanaofahamu haya na wakaona kweli ni ibada stahiki, na ndio maana utakuta wale waelewa ambao kwamba wanaifahamu dini, ikifika saa 6 mtu duka lake kashalifunga, au muuza nguo, muuza unga, muuza vyakula, chochote kile, saa 6 ikifika ameshafunga biashara. Na mpaka kuna watu wameshakariri kwamba bwana fulani kichelewa siku ya Ijumaa saa 6 anakuwa chafunga, mwenye anakwenda zake Ijumaa. Lakini mwingine anafanya kama tamaa, ngoja nitafunga sasa hivi, mara kaja huyu nitafunga sasa hivi. Wewe unaingia katika haramu kwa kuendekeza tamaa ndogo ya shilingi 10,000 na 20, ambapo kwamba Mwenyezi Mungu katika hizo aya anasema wama inda Allahi khairun. Endelea katika aya inasema wadharu dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Hiyo ndio kheri kwenu nyinyi, laiti kwamba mngekuwa mnajua na mnafahamu. Lakini hawajui watu, wanaona kule kuuza wakati ule, kwa sababu naingiza ninachokiona. Nilichoahidiwa ni cha Mwenyezi Mungu sikioni, kipo mbali. Mtu anakuwa hafanyi yale ambayo kwamba anatakiwa kuyafanya. Alafu Mwenyezi Mungu asemaje mbele? Fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardh, itapokuwa imekamilika sala, mshatekeleza ibada hiyo, fantashiru, basi hapo tena eneeni, yani kila mmoja sambaratike kuenda kufanyaje? Kuenda katika dunia na ulimwengu wenu, na kila mtu kwa upande wake, wabtaghu min fadlillahi, mutafute fadhila za Mwenyezi Mungu, kwa maana riziki ambayo kwamba Mungu kakuandikia. Wadhkuru Allaha kathiran la'allakum tuflihun, na mumtaje sana Mwenyezi Mungu ndiko kufaulu. Mwenyezi Mungu, hili neno la'alla Kiarabu maana huenda. Mfano unatumia neno unasema la'alla fulanun sayati, huenda, la'alla fulanan sayati, huenda yule fulani atakuja. La'allaka tarda, huenda ukaridhia. La'alla hivi, huenda. Lakini ikija matumizi haya ya neno hili la'alla kwa Mwenyezi Mungu huwa si la kutarajia, ni la uhakika, kwa sababu tarajio ni jambo kama unatarajia, huenda likawa na lisiwe. Tazama Mwenyezi Mungu katika mwezi uliopita, aya inayozungumzwa na inayosambaa sana na inayosema sana, aya ya funga, kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Huenda mtamcha Mungu, ukitafsiri kilugha ni hivyo, lakini maana ya aya ile ni kwamba ni hakika mtamcha Mungu iwapo mtafunga vile ambavyo kwamba ameamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo linapokuja la'alla ambayo kwamba inatoka kwa Mwenyezi Mungu huwa ni litahqiqi, maana ni ya hakika, haina kwamba huenda ikawa huenda isiwe, hapana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu aliposema hapa fa idha qudiyatis salatu, itapokamilika sala, fantashiru, nendeni tena fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkuru Allaha kathiran la'allakum tuflihun. Tazama, bado Mwenyezi Mungu anaendelea kutupa msisitizo, akimwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idha ra'aw tijaratan, hawa watu wako, idha ra'aw tijara, wanapoona biashara, tamaa za kibinadamu huinuka na pupa na kila mmoja kutaka yeye. Wa idha ra'aw tijaratan, na wanapoona biashara, au lahwan, au upuzi, infaddu ilaiha, hukimbilia upuzi ule na biashara zile. Watarakuka qaima, wakakuacha wewe Muhammad umesimama hali ya kwamba unawaegea. Na kisa hiki inasemekana mara moja Mtume alikuwa anatoa khutba, anawapa mawaidha,
Mara watu wakasikia nje kuna biashara zimekuja kutoka Yemen na kutoka Sham, wakainuka baadhi ya masahaba kukimbilia kuangalia nini, biashara gani imekuja huko. Hali ya Mtume anatoa darasa na anatolea mawaidha. Ndio hapo Mwenyezi Mungu ambaye wadhara au tijaratan, na wanapoona biashara au lahwan au wanapoona upuzi. Manake jambo lolote ambalo kama la kipuzi lakini upuzi anaomaanisha Mwenyezi Mungu ni mambo ya kistarehe za kidunia. Infaddu ilaiha, hukimbilia mambo hayo ambayo kwamba ima niyo biashara au upuzi. Watarakuka qaiman, na wakakuacha wewe hali ya kwamba umesimama. Qul ma inda Allahi khairun, sema ewe Muhammad, kwani yaliyopo mbele ya Mwenyezi Mungu khairun, ni bora. Wallahu khairur raziqin, na Mwenyezi Mungu ni mbora wa kutoa riziki. Hiyo riziki mnayokimbizana, kila mmoja anaikimbilia, mwenye kuuza, mwenye kununua njoo kwa Mwenyezi Mungu, yeye ndiye mbora wa kukupa riziki. Na tuliwahi kuzungumza katika darasa zilizopita au jumaa zilizopita, vipi riziki inamtafuta mwanadamu kama vile kifo kinavyokutafuta ewe mwanadamu. Na hivi ndivyo alivyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana katika aya anasema kul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana, hakuna kitakachokukupata wewe katika maisha yako, hakuna kitachokufikia katika maisha yako, na kitachokufikia wewe ni chochote kile, kiwe cha madhara, kiwe cha furaha, illa ma kataba Allahu lana, isipokuwa yale aliyokuandikia Mungu kukufikia ndiyo yatakayokufikia. Kama Mungu hakukuandikia haliwezi kufikia, na maadamu limekufikia ujue limetoka kwa Mungu, ni uridhike nalo. Usiwe ni mwenye kubabaika, kupiga kelele, mbona mie tu, mbona matatizo haya yaishi, mbona hivi na vile la, kumbuka kwamba haya ni maandiko ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana katika imani ya mwanadamu anatakiwa kuamini wa bil qadari khairihi wa sharrihi, na kuamini kwamba kuna kadari ya Mwenyezi Mungu, mapito na maandiko ya Mwenyezi Mungu aliyokuwa ameyakadiria, khairihi wa sharrihi, ya kheri na ya shari. Ya shari maana yale ya huzuni yale yote. Leo mara huyu kakufia, leo mara unaambiwa mwanao kaumia, leo mara unaambiwa nyumba yako imeungua, leo mara unaambiwa biashara yako imefanyika hivi. Yote haya yanatoka kwa Mungu, ni wewe uridhike. Na Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila alichokuwa kakuandikia wewe utakipata. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia mwanadamu riziki aliyoandikiwa toka tumboni mwa mamake haina budi isipokuwa itamfikia. Ni yeye tu kwa sababu ya haraka zake atafanya njia za mpito au njia za mkato ili aifikie ile riziki. Kumbe njia za mkato zenyewe ni za haramu. Leo hivi utakuta mtu anamiliki gari, ukiifuatilia ile gari aliyomiliki ni haramu tu. Sio kwamba amemiliki kwa ujanja wake, kwa maana kwamba kamzidi Mungu, la hasha wakalla, hilo haliwezi kutokea hata siku moja. Mungu kashamwandikia kwamba ipo siku huyu bwana atamiliki hii gari, lakini ni wewe mwenyewe sasa njia utakayoimiliki ile gari, utaimiliki kwa halali au kwa haramu. Na maelezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yako wazi, yanaelekeza vizuri kabisa.
Angalia katika hadithi nyingine, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampa kijana maelekezo, amwambia lau watakusanyika watu wa ardhini na watu wa mbinguni, wa baharini na nchi kavu, ala an yadhuruka bi shay'in, ili wapate kukudhuru wewe kwa lolote lile, hawataweza kukudhuru isipokuwa kwa kitu alichokuandikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumsalie Mtume Muhammad, tumsalie Mtume Muhammad. Yani maelekezo ya Bwana Mtume yako wazi sana. Lau tutasoma dini yetu na tutafahamu ahadithi za Mtume Muhammad, wallahi katika maisha yako hupati tabu. Leo sisi tunahangaikana, yani mtu anakwenda mbio, huyu anafanya hiki, anafanya hila hizi, anafanya mbinu hizi, anafanya utapeli, anafanya hiki na kile, ili mradi kumiliki riziki, ili mradi kula, ili mradi na yeye miliki hiki na kile. Kumbe maelekezo ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yako wazi sana. Tazama Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kupewa sababu maagizo yanayosema yoyote ya mtume yanatoka kwa Mwenyezi Mungu, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mtume hatamki neno tu kwa kujisikia kwamba leo niseme hivi, hebu leo niseme jambo fulani, leo niseme neno fulani. Hapana, akisema maana yake kwamba ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akisema leo Mwenyezi Mungu ameniamrisha kadha wa kadha, ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa anamwambia huyu kijana, leo watu watajikusanya wa kudhuru katika jambo fulani, hawataweza kutimiza hilo isipokuwa kile alichokuandikia Mwenyezi Mungu. Na lau watajikusanya watu wote, umma wote, wa mwanzo na wa mwisho, ili wakunufaishe na jambo ambalo Mungu hakukuandikia, haliwezi kukufikia jambo lile isipokuwa kama Mungu kakuandikia. Hii inatupa picha gani? Ndio pale ile mgonjwa wenu mnamhangaikia, huyu katoa milioni 10, yule milioni 5, yule milioni 2, kila mmoja kwa uwezo wake. Huyu katoa maarifa, uwezo wa akili zake zinamtuma, bwana tufanye hivi, tufanye hivi. Mungu ajikusanya pale, zimepatikana hela zote za kutimiza matibabu yake ile mtu. Alafu mwisho siku ile mtu inna lillahi, kisha Mungu hakuandika anafaike na ile matibabu yenu mlompangia, tayari siku yake mkwisha. Na mwingine kinyume, hana chochote, msikini Mungu, maradhi yake mazito, lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu amemwandikia kipona, kapona kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo haya ni maandiko ya Mwenyezi Mungu na ni maelezo ambayo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametueleza vizuri sana. Vipi unaifuata riziki yako? Riziki inakutafuta wewe vipi? Wewe kazi yako ni kutawakkal ala Allah na kutafuta zile sababu za kusimamisha za kukupatia riziki. Sio tena ndio ukae msikitini, ukae nyumbani useme inni tawakkaltu ala Allah, ni bwana nimetawakkal kwa Mungu. La, wanasema qayyid wa tawakkal. Kwanza jifungamanishe na kile unachokitaka, kisha haya tawakkal ala Allah. Katika hadithi al-Qudsi, nimalizie mazungumzo yangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema khalaqtuka lil'ibadati fala tat'ab wa dhamintu laka rizqak fala tat'ab, khalaqtuka lil'ibada fala tal'ab wa dhamintu laka rizqak fala tat'ab. Asema nimekuumba kwa ajili ya kuniabudu. Mwenyezi Mungu anakuambia ewe mwanadamu, nimekuumba kwa ajili ya kuniabudu. Kwa hiyo usicheze, usifanye machezo katika ibada, usizitilie utani ibada zangu. Sio leo unaswali kesho huswali, ndio mchezo wenyewe. Ramadhani hii unasema nitafunga, hili sifungi, au hii nafunga kesho, nafunga inshallah, kesho kutwa anapumzika kidogo. Huko ndio kucheza ibada. Mara leo unasema ngoja nikaonje pombe kidogo, leo unapata na mwanamke huyu unapita naye,
ndiko kuchezea ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo anasema nimekuamrisha uniabudu, basi usicheze na ibada zangu. Wewe kuchukulia neno hili, anakuambia mtu kiongozi wa nchi au kiongozi wa jimbo au kiongozi wa mtaa wako, na unajua kwamba anaposema jambo basi linakuwa zito na ana uwezo wa kutimiza kile anachokitolea maelezo, kwamba bana usicheze na kitu fulani, alafu wewe ukaenda kuchezea kile kitu. Maana yake umejitakia nini katika ile amri aliyokuambia? Walillahi mathalul a'la. Mungu hapigii mifano hiyo midogo, sijui rais wa nchi. Mimi rais wa nchi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata uwe rais wa dunia nzima, sote tunamilikiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa leo Mwenyezi Mungu anakuambia nimekuelekeza namna ya kuniabudu, na nimekuambia kabisa nimekuumba kwa ajili ya ibada tu, kwa hiyo usichezee ibada yangu. Fikiria hilo neno na uzito gani. Lakini kwa sababu sisi Mwenyezi Mungu hatumuoni, hatuwaoni malaika zake, hatuoni zile ahadi tunazoambiwa kwamba huwa zikosea ni motoni, huwa zikosea ni hivi, tunachukulia kawaida, tunachukulia ndio iwavyo na iwe. Mara swala hii imekupita, kisha hata mpango wa kuilipa huna. Mara ibada hii imekupiga chenga. Maana yake unaingia katika mipango aliyokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameielekeza, wewe unaipungua. Halafu wasema wadhamintu laka rizqak fala tat'ab, na nimekudhaminia riziki, yani mimi dhamana ya riziki yako iko kwangu, fala tat'ab, usipate taabu. Na hapa aliposema usipate taabu, si maana ya kwamba usifanye kazi wala usihangaishe, usilala, shughulika, lakini isiwe kupitiliza mno, kwa maana ya kwamba wewe sasa tena umekuwa huna shughuli yoyote, wewe kutafuta riziki tu, huna muda wa kufanya ibada, huna muda wa kumfanyia chochote, wewe ndio tu. Mwenyezi Mungu katika aya sema fa aina tadhhabun, mnakwenda wapi? Kwa nafikiri hao wote waliokufa mbele yetu, waliotangulia, nyumati zilizotangulia kuanzia wao mpaka ummati Muhammad, kuanzia mtume mwenyewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sahaba zake, na hivi tunavyowaona ndugu zetu wanaotuondokea, walikuwa hawana mipango ya dunia. Hapa duniani walikuwa washamaliza mipango? Hapana. Huyu alikuwa anajenga, yule naye anataka kutafuta ardhi, huyu naye ana mipango ya kuoa, huyu naye ana mipango ya kupata watoto, huyu naye ana mipango mtoto wake atakampeleka nchi fulani akasoma. Lakini kabla mipango haijatimia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwa hiyo usione kwamba mimi ninakwenda mbio zangu, Mwenyezi Mungu ataniacha kwanza nitimize ya kwangu. Hapana, kila aliyekufa bado ana mipango na dunia. Hili tulizingatie vizuri sana. Hakuna aliyeondoka duniani akasema mimi nishamaliza dunia, basi sasa nasubiri mauti. Hapo walikuwa watu wazima sana, walikuwa tena washakuwa wakongwe, unaweza kusema. Lakini asilimia kubwa leo tunaona hizi wiki mbili tu nyuma hapa, wangapi wamekufa kifo cha ghafla. Nasikia bwana, jana tulikuwa fulani tulikuwa naye, leo ametuacha. Hii toka baada ya Idi tu mpaka leo, wangapi tumewaaga, tunawajua na tunawajua mingi zaidi. Kwa hiyo anasema wadhamintu laka rizqak fala tat'ab, na nimekudhamini riziki yako, kwa hiyo usipate taabu. Halafu anasemaje? Lau utakinai na kile kichache nilichokuandikia, basi utakuwa arahtu qalbak, nitaupumzisha moyo wako. Maanake nitakupa kinaa, nitakupa kufahamu kwamba ni alhamdulillah, hichi ndicho nacho kinatosha. Na kama hukuridhika, basi utakwenda mbio kama vile wanyama pori wanapokwenda mbio katika kutafuta chakula chao, kisha hutopata isipokuwa kile nilichokuandikia. Yani kuna mtu anaridhika na kile anachokipata kutokana na jasho lake analokwenda nalo na mbio zake anazokwenda za halali,
na anapata kile kipato chake alichojaaliwa, lakini mwingine anakuwa haridhiki. Mwenyezi Mungu asema nitakupa usaliti wa dunia kiasi kwamba utakuwa uenda mbio wewe utaelewi, kila siku maspidi humalizi, unachoka, unarudi kazini umechoka, kazi yenyewe za utapeli, kazi zako za kufanya hivi na kadhalika, ibada huna muda nao. Na inawezekana ikawa ni kazi za halali, unakwenda mbio sana kwa jasho lako mwenyewe lililokuwa la halali, lakini huku umeacha ibada, huku umeacha kumwabudu Mwenyezi Mungu. Basi unakwenda mbio, lakini hupati isipokuwa kile alichokadiria Mwenyezi Mungu kidogo basi. Yani kile unachokipata hailingani na thamani ya mbio zako unazokwenda. Ndio maana ya hadithi, ndio unazokwenda ni nyingi, lakini unachokipata ni kidogo sana. Na kuna mwenzi hata habari hana, anafanya ibada zake, anaswali, anakwenda zake dukani, anafungua duka lake, anaona riziki nzuri imemfungukia, tofauti na mbio zako unazokwenda, alafu hata hana habari hana, na anapata riziki yake nzuri. Mwenyezi Mungu atuwafikie kila la kheri. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kukinai na wenye kufanikiwa katika kufuata amri za Mwenyezi Mungu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tusogee mbele, nafasi hizi kuna wenzenu wako nyuma wamesimama huko na wengine wako nje. Sehemu unaona gap ipo, ingia ili wenzako wapate nafasi. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله فقد فاز المتقون. واعلموا إخوة الإيمان أن لنا أوامر من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله، ومن ضمن هذه الأوامر أمره سبحانه وتعالى في سورة الجمعة عندما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أي أنتم المؤمنون، أنتم الذين آمنتم بالله ورسوله، إذا سمعتم المنادي ينادي للجمعة فاسعوا إليها، فاسعوا إلى الله سبحانه وتعالى، واسعوا إلى الجمعة، واسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله الصلاة، وذكر الله الجمعة، وذكر الله المواعظ، والحث على التقوى فيما بيننا، والحث على أن نجتنب المعاصي فيما بيننا، هذا كله ذكر الله. فعلينا أن نمتثل لأوامره سبحانه وتعالى. وأيضا قال في مواصلة هذه الآية: وذروا البيع، أي أنه حرم الله البيع والشراء في مثل هذا الوقت، مثل وقت الجمعة. إذا صعد المنبر أو إذا صعد الخطيب على المنبر فلا يجوز لك أن تبيع وتشتري، هذا أمر من أوامره. فعلينا أن نجتهد في التمسك بهذه الأوامر، وعلينا أن نكون من المجاهدين والمجتهدين في مثل هذه الأوامر. والله سبحانه وتعالى يقول: وبقوله يهتدي المهتدون، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات الذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم جميع المسلمين، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. استغفر الله. اللهم أنت ربي لا إله الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله.
فاتقوا الله عباد الله فقد فاز المتقون. واعلموا أنه لا ينفع الإنسان في هذا الزمن من ثلاثة خصال: الصدقة في السر والإيمان والاستغفار وأنا ليلة أطراف النهار، كثرة الصلاة على النبي المختار، فقد أمركم الله بأمر مدى في نفسه، وثنى الملائكة المسبحة بقدسه، فقال مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم اخرج التحقيق سيدنا ابي بكر الصديق، وعلى سيدنا حرام النار والحق سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جامع أسرار القرآن سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب. وارض اللهم عن أزواجهم من صحابة رسول الله أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والقحط والجور والظلم والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أهلك الكفرة والمنافقين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. وأتم السلام. الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا السلام واعتدلوا وتقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا. Sogeni ingie. Sogeni kidogo. Sogeni kidogo ingie. Sogeni tena. استووا الصلاة واعتدلوا وتقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا. Tuzime simu. Tulinganishe safu. Kama na mwenzie kwa nyuma mwambie sogea mbele. Wewe mwambie sogea mbele Omar. Nasema tuangalieni safu. Ukiona wewe uko mbele mwambie mwenzako sogea. Usione aibu. Ni swala hii tunafunga wala hamna mtu kumwona mwenzake uzito. Mwambie tusogee mbele basi. Usio wewe uko mbele kidogo wewe uko nyuma inakuwa ni makosa. Ustawu tuzime simu inshallah. Allahu akbar. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وحده لا شريك له
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Wekewa Media, maarifa kwa maisha bora.